Wana Simba, tunayo mambo mawili ambayo yako mbele yetu ndani ya wiki hii, na tunapaswa kuyafanya mambo hayo kwa ukamilifu wa 100%. Jambo la kwanza lipo kesho Alhamis tarehe 29 katika uwanja wa Meja Isamuhyo, mechi ya ligi kuu ya NBC baina ya Mnyama Simba Sports Club na Mashujaa kutoka Kigoma. Nichukue nafasi hii kualika wekundu wa Mji Mpya, Kurasini, mji wote Meja Isamuhyo, twende tukamalizane na kijana huyu kutoka Kigoma, tuchukue alama 3, mambo mengine yaendelee. Mchezo wetu dhidi ya Mashujaa haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tumeshamfunga mara nyingi sana Mashujaa, lakini hatujawahi kumfunga kwa wepesi hata kidogo. Siku zote Simba na Mashujaa huwa ni mechi kweli kweli, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, huwa tunapata upinzani mgumu kweli kweli. Anaweza kajilegeza kote huko alikotoka, lakini akikutana na Simba Sports Club anazikaza kweli kweli. Sasa tuna kazi ngumu siku ya Alhamis, kwa maana ya kesho tunatakiwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Ushindi wa kesho dhidi ya Mashujaa una maana kubwa kweli kweli kwa upande wetu Simba Sports Club. Kwanza tunapata mazoezi, na sisi tunamuomba Mashujaa aje mgumu vile vile anavyokujaga siku zote, asije kama yule alivyocheza wiki iliyopita, aje akiwa amejikaza kweli kweli, kwa sababu tunataka tupate mazoezi ya maana, twende tukaangaike na Esperance siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunataka tupe mechi ngumu ili tujipime barabara kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Matokeo mazuri katika mchezo huu yana faida kubwa sana kwetu kwenye kuamsha morali, kwenye kutengeneza ujasiri, morali kwa wachezaji na ujasiri kwa mashabiki wetu, ili kuelekea mechi yetu ya tarehe 1. Maana yake ni kwamba ushindi tutakaopata kesho Alhamisi ndio ambao utaamsha imani na matumaini japo kidogo kwa baadhi ya mashabiki, na kuitumia imani hiyo na matumaini hayo kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 1 ya mwezi wa pili. Sasa ili tupate matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa, tunahitaji sapoti yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji nguvu yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji maombi na dua zenu wana Simba, twende tukamfanye vibaya Mashujaa ili tupate ujasiri kuelekea mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Wana Simba, tukisha malizana na Mashujaa tarehe 1 ya mwezi wa pili, siku ya Jumapili, ndio tunakwenda kwenye vita yenyewe sasa, ambayo tunajiandaa nayo wiki nzima hii. Ni mechi yetu dhidi ya Esperance. Ni mechi yetu ya 4 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance kutoka Tunisia. Kuelekea katika mchezo huo, nitoe taarifa kidogo tu zinazohusiana na maandalizi ya mchezo huo. Wapinzani wetu Esperance wanataraji kuwasili kesho siku ya Alhamis, ukiwa na msafara wao wote ambao wanahusisha viongozi, wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki, na tayari baadhi ya mashabiki wao wameshaanza kuwasili nchini Tanzania. Lakini mchezo wetu huu utachezeshwa na waamuzi wa 4 kutoka Afrika Kusini, na wenyewe wanatarajiwa kuanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Kuelekea katika mchezo huu tumefanya mabadiliko kidogo kwenye upande wa viingilio.
na tumefanya mabadiliko haya kutokana na hali halisi ilivyo. Tumefanya mabadiliko haya ya viingilio kuendana na uhalisia ulivyo. Ni ukweli usiopingika kwamba hali yetu haiko sawa sana. Tumecheza michezo mitatu na kwa bahati mbaya tumepoteza michezo yetu yote mitatu. Haijawahi kutokea ndani ya Simba Sports Club. Ni pigo kubwa, lakini hatukai kinyonge, tunasimama imara, tunakwenda kuipambania Simba yetu. Kwa kutambua kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari mioyo yao imeshakufa. Kwa kutambua ya kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa. Kwa kufahamu ya kwamba wapo wana Simba ambao hawaioni robo fainali. Wapo wana Simba ambao hawaioni kesho yetu. Wapo wana Simba ambao wanaamini shughuli ya mnyama hatua ya makundi imeishia hapa. Tukaamua kuweka kiingilio ambacho walau itakuwa sababu ya mwana Simba kuchachuka na kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini kama haitoshi, kama kuna kitu tunakihitaji sana tarehe 1 mwezi wa pili, basi kitu hicho ni mashabiki wa Simba Sports Club. Ndiyo kitu pekee ambacho kinahitajika kwa zaidi ya 100% katika mchezo wetu huu. Na kwa kuwa tunawahitaji sana mashabiki siku hiyo, na kwa kuwa siku hiyo mashabiki ndio nyenzo muhimu ya ushindi kwa timu yetu ya Simba, tukasema acha tuweke kiingilio ambacho kila mtu atamudu na itakuwa sababu ya kuja uwanjani. Kama isingekuwa standard ambayo tumejiwekea wana Simba, kama isingekuwa hadhi tuliyokuwa nayo wana Simba, basi mechi hii tungefanya bure. Lakini kwa kuwa kwetu sisi bure ni haramu, tukasema acha tuweke japo kidogo ili wana Simba waweze kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Nyote mnakumbuka na mnafahamu ya kwamba standardi yetu kwenye mzunguko katika mechi za kimataifa ni shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa hali haiko sawa sana, tukasema wacha tushushe safari hii iwe shilingi 3,000. Tunaamini hakuna mwana Simba ambaye atakosa shilingi 3,000 ya kuja kuishangilia Simba yake. Na tunawaomba wana Simba, na tunawaomba kweli wana Simba, na tunawahitaji sana wana Simba, na tunawahitaji vibaya tarehe 1 kila mwana Simba aje uwanjani. Na ndio maana tukawekea shilingi 3,000. Ni kiingilio kidogo, hakifanani na hadhi ya Simba, lakini hatuna budi, tumeshikwa pabaya, tumeweka kiingilio hicho ili walau mwana Simba ushawishike, walau mwana Simba uvutike, uje kuishangilia Simba yako, uje kuipa nguvu Simba yako, uje tushirikiane kwa pamoja kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Hiyo ni mzunguko shilingi 5,000. Shilingi 3,000. VIPC ni shilingi 5,000. Mara zote VIPC inakuaga shilingi 10,000. Lakini safari hii tukasema tunawahitaji zaidi mashabiki kuliko fedha, wacha tuwekee shilingi 5,000. Tunawaomba ndugu zetu mashabiki wa Simba popote mlipo Tanzania hii, tunawaomba Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1 kwa shilingi 5,000 yako ya VIPC. VIPB mara nyingi huwa shilingi 20,000, lakini safari hii tumeweka shilingi 10,000. Yule mtu mwenye ndoto ya kukaaga VIPB alafu anakuaga pechi ya lolo, safari hii tumeweka shilingi 10,000.
tunategemea tutakuwa wengi zaidi katika jukwaa hilo kwa ajili ya kuhanikiza na kuishangilia Simba yetu, twende tukapate matokeo mazuri. Bei ya VIPA inakuwa 50,000, 40,000, 30,000, lakini safari hii VIPA ni shilingi 20,000 pekee. Platinum na yenyewe tumeshusha vile vile kutoka 200,000, kutoka 1,500,000 mpaka shilingi 100,000 pekee. Unapatiwa huduma zote muhimu ambazo huwa tunapata kwenye Platinum, kwa maana ya chakula, usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, sehemu maalum ya kukaa, pamoja na zawadi kutoka Simba Sports Club. Safari hii huduma hiyo utaipata kwa shilingi 100,000 pekee. Lakini Tanzanite ambayo huwa wanakaa VVIP wanapatiwa tiketi ya kukaa VVIP, chakula pamoja na kibali cha kuingia na gari yake, hii ambayo inauzwa kwa shilingi 300,000, wakati mwingine safari hii ni shilingi 1,500,000 pekee. Na niwatangazie tu ya kwamba kabla hata hatujatangaza tiketi hizi za Tanzanite tayari zimeshauzwa na zimeshamalizika. Ndugu zangu ni wana Simba, tarehe 1 Jumapili tunakwenda kuandika historia mpya Afrika. Sema baba. Historia ambayo kila mtu itamwacha mdomo wazi. Tunakubali ya kwamba tumeteleza, tumeshapoteza alama 9 mpaka hivi sasa, na tumebakiwa na alama 9 pekee ambazo ziko mbele yetu kwa maana ya michezo mitatu. Ndugu zangu ni wana Simba, niko hapa kuambia kwamba alama 9 tulizozipoteza zimeshapotea. Akili yetu hivi sasa, nguvu yetu hivi sasa, shauku na tamaa yetu hivi sasa tunaielekeza kwenye alama 9 ambazo ziko mbele yetu. Dhamira yetu, dhumuni letu, mipango na malengo yetu ni kuchukua alama zote 9 ambazo ziko mbele yetu, na hilo linawezekana sana chini ya Simba Sports Club. Yako mambo magumu tumeshawahi kupitia na kuyafanya na tukayakamilisha. Ziko nyakati ngumu tumeshawahi kupita na tukavuka salama. Yako matokeo mabaya tumeshawahi kuyapitia na tukaamka, na hii ninayowaambia sasa tunakwenda kuishangaza Afrika. Alama 9 zilizobaki ni halali yetu, iwe jua iwe mvua, tunakwenda kuchukua alama hizo. Safari yetu ya kuchukua alama hizo inaanza kwenye mechi yetu ya tarehe 1 dhidi ya Esperance. Kwa macho ya kawaida unaiona kama kazi ngumu, kwa macho ya kawaida unaona kama haiwezekani, lakini kwa jicho la Simba hii kazi ni nyepesi na inawezekana kwa 100%. Tusemeni insha Allah.